kutumika kama chombo cha kuumiza na kukandamiza demokrasia ya vyama vya siasa vya upinzani, hasa Chadema, kwa lengo la kuilinda Chama cha Mapinduzi. Kesi tulionayo mahakamani ya madai ya mgawanyo wa mali namba 8323 ya mwaka 2025 ya ndugu Said Issa na wenzake ni batili, ipo kwa lengo la kunyamazisha sauti ya haki na demokrasia nchini. Zaidi ya yote, Chadema inatambua kuwa mustakabali wa mabadiliko ya kweli upo mikononi mwa kizazi kipya. Hivyo tutawekeza kwa makusudi katika kuandaa, kulea na kuwezesha vijana, hasa kizazi cha Gen Z, ili wawe si watazamaji wa siasa, bali wawe wabunifu, wapangaji na waendeshaji wa ajenda za mabadiliko. Hiki ni kizazi kilichokulia katika dunia ya kidigitali, chenye ufahamu mpana wa haki, chenye ujasiri wa kuuliza maswali magumu na kisichokubali tena siasa za mazoea. Chadema itaendelea kuwajengea vijana hawa misingi ya uongozi unaochanganya maadili, maarifa, ubunifu, ili wabebe bendera ya mabadiliko kwa ujasiri na maarifa na maadili, si kwa jaziba tu, bali kwa dira, nidhamu, uelewa wa kina wa changamoto za taifa. Kwa kufanya hivyo, Chadema inajipambanua si tu kama chama cha upinzani, bali kama harakati ya kizazi na fikra inayounganisha ndoto za vijana na matumaini ya taifa zima. Harakati inayotazama mbele, inayokumbatia siasa za kisasa na inayojitayarisha kuongoza Tanzania ya kesho kwa haki, uhuru na maendeleo jumuishi. Katika hili tunajisikia fahari kuitwa wanaharakati ambao mapenzi yetu katika haki na utawala wa sheria na uzalendo wetu utabaki kuwa alama njema mbele ya Watanzania wote. Namba 9, wito wa kitaifa. Watanzania wenzangu, tunawaalika Watanzania wote bila kujali itikadi, vyama au misimamo ya kisiasa kusimama pamoja katika mapambano ya kizazi chetu, kudai haki sio na upendeleo, uhuru sio na hofu, na katiba inayotokana na ridhaa ya wananchi sio matakwa ya wachache. Huu sio wito wa chama, bali ni wito wa taifa. Si sauti ya hasira, bali dhamira. Si mwamko wa muda, bali ahadi ya mustakabali. Taifa linapokosa haki, hata amani hubaki kivuli, na katiba inapokosa uhalali wa wananchi, dola hubaki nguvu bila uhalisia wa ridhaa. Historia itatuuliza, na itafanya hivyo bila huruma, tulisimama upande gani wakati misingi ya taifa ilipokuwa inatetereka. Kama alivyoonya Edmund Burke, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ukimya wetu leo unaweza kuwa hatia ya kesho. Kutochukua hatua ni uamuzi wenye athari zake. Huu ni wakati wa kuchagua ujasiri badala ya hofu, ukweli badala ya urahisi, na mshikamano badala ya mgawanyiko. Tuchukue wajibu wa kizazi, tusimame kwa pamoja, tuseme kwa sauti moja, na tutende kwa hatua za kisheria na za amani, kwa sababu haki hujengwa na watu wanaokataa kunyamaza. Kama alivyosema Hannah Eldet, the most radical revolution will become a conservative the day after revolution. Hivyo mapambano yetu yasijengwe juu ya mihemko ya muda, bali juu ya misingi thabiti ya haki, uwajibikaji na heshima ya utu wa Mtanzania.
Leo tunaitwa, kesho tutaulizwa. Sasa ndio wakati. Kwa umuhimu, tunaomba wanachama na Watanzania wote kuendelea kutuunga mkono na kuendelea kujiunga na Chadema kupitia mfumo wa Chadema Digital. Ni wakati sahihi sasa Watanzania tusimame, tuhesabiwe. Hivyo hesabu yetu na isomeke kwa kujiunga kwa wingi kama wanachama wa chama hiki mnachokiamini. Aidha, tunawaalika wananchi wote kushiriki na kuungana nasi katika wiki ya maadhimisho kwa chama chetu ambayo yatahitimishwa on January 1st. We're starting AI challenge for people.